Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri moja ya Yesu Kristo inayotoka katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 7. Siri hiyo ni kama ifuatavyo: toba inaleta furaha ya Mungu juu ya watu. Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 16 inasema: basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukihimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Tupeni nafasi mioyoni mwenu, hatukumdhulumu mtu yeyote, wala kumharibu mtu, wala kumkaramkia mtu. Sisemi neno hili ni wahukumu ninyi kuwa na hatia, kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba ninyi mmo mioyoni mwetu hata kwa kufa pamoja na kuishi pamoja. Ninao ujasiri mwingi kwenu, naona fahari kuu juu yenu. Nimejaa faraja katika dhiki yetu yote, nimejaa furaha ya kupita kiasi. Kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, miili yetu haikupata nafuu, bali tulizikika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani ya hofu. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito, wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu, akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi. Kwa sababu ijapokuwa naliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Hata ikiwa nalijuta, naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo tu. Sasa nafurahi, si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletao wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Maana angalieni, kuhuzunishwa huko kwa jinsi ya bidii kama nini ndani yenu, naam, na kujitetea, naam, na kukasirika, naam, na hofu, naam, na shauku, naam, na kujitahidi, naam, na kisasi. Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Basi ijapokuwa naliwaandikia, sikuandika kwa ajili yake yeye aliyedhulumu, wala si kwa ajili yake yeye aliyedhulumiwa, bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mungu. Kwa hiyo tulifarijiwa tena. Katika kufarijiwa kwetu tulifurahi sana kupita kiasi, kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Kwa maana ikiwa nimejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili ya, sikutahayarishwa, bali kama tulivyoambiwa mambo yote kwa kweli. Vivyo hivyo na kujisifu kwetu kwa Tito kulikuwa kweli, na mapenzi yake kwetu yamekuwa mengi kupita kiasi, amkumbukapo kutii kwenu ninyi nyote, jinsi mlivyomkaribisha kwa hofu na kutetemeka. Furahi kwa sababu katika kila neno nina moyo mkuu kwa ajili yenu. Nini tunafundishwa hapa?
Toba inaleta manukato mema mbele ya Mungu na kwa Roho Mtakatifu. Mfano, mtu apendaye kuoga kila siku huwa simati juu ya mwili wake na watu wanaomzunguka pia. Pia mtu asiyependa kuoga kila siku ni mtu ambaye huwa ana wasiwasi juu ya mwili wake na watu wanaomzunguka pia. Wengi wao ambao hawapendi kuoga ni wazembe, hutumia manukato yanayofunika uchafu. Na uchafu hubaki pale pale, na wakati mwingine hubadili harufu na kuleta harufu mbaya zaidi. Dawa ni moja tu ya kuondoa uchafu mwilini, ni kuoga. Na kuoga ni sawa na kutubu. Unapotubu unaondoa uchafu mwilini katika ulimwengu wa roho. Pia unakuwa msafi mbele za Mungu na unakuwa na ujasiri wa kuingia patakatifu mbinguni kwenye kiti cha enzi. Yesu ananena na ulimwengu, tubuni basi ili dhambi zenu zifutwe. Wale ambao bado mnatumikia dhambi ya uongo, uasherati, uzinzi, wizi, dhuluma, uonevu, uchoyo, unafiki, wivu, uzalimu, hasira, ubishi, udhaifu, ulevi na ubinafsi. Rejea kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 19 hadi 21 inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Tunakumbushwa jambo hili tusisahau hata siku moja. Toba inakupa kibali cha kuwa mtakatifu. Mtakatifu ni mtu anayeishi na Mungu kwa hofu kubwa katika sheria ya Mungu, huku akijitahidi asimkosee Mungu na wanadamu. Kwa hiyo tunaambiwa tutubu ili tuwe karibu na Mungu, ili Yesu Kristo atawale maisha yetu siku zote, tukifurahia upendo, amani, tumaini na uzima wa milele ambao tumeahidiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ombi la leo: Yesu Kristo, tunaomba msamaha kwako na mbele ya kiti cha enzi. Tusamehe sana watu wako wote ulimwenguni kwa yale yote tuliyotenda kinyume na sheria yako. Tupe nafasi nyingine ya kufanyika upya mioyo yetu iliyopondeka na kutii sheria yako, Yesu Kristo. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.